Mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi CCM Taifa Fadhili Maganya ameeleza kusikitishwa na vitendo vya baadhi ya wananchi waliokosa nia njema kwa taifa kwa kujaribu kuichoma moto shule ya sekondari Liwiti iliyopo wilaya Ilala jijini Dar es Salaam wakati wa vurugu za Oktoba 29, licha ya manufaa makubwa ambayo shule hiyo imekuwa ikiipatia jamii kupitia huduma za elimu. Akizungumza katika muendelezo wa ziara yake jijini Dar es Salaam, Maganya amesema ni muhimu kwa wananchi kutambua kuwa miundombinu ya elimu ni mali ya umma na msingi wa maendeleo ya taifa, hivyo haipaswi kuharibiwa kwa sababu yoyote ile. Aidha, amewataka wananchi kuendelea kudumisha amani, umoja na mshikamano, akisisitiza kuwa tofauti za kisiasa au kijamii zinapaswa kutatuliwa kwa njia za kisheria na za amani badala ya kuharibu mali zinazowanufaisha wananchi wote. Hii shule inaendelea, ujenzi bado unaendelea, lakini nimeguswa na kitu kimoja ambacho nimeona nikitolee kauli. Serikali inaposema habari ya amani na utulivu, wako wananchi wengine hawachukulii hili jambo kwa ukubwa wake unaostahili. Hii ni taasisi inayotoa huduma kwa jamii. Ni shule. Watasoma watoto wetu, baadaye watakuja wajukuu zetu na vizazi na vizazi. Lakini nasikitika kwamba kati ya matukio ya tarehe 29 Oktoba, wale Watanzania wenzetu waliokuwa wamejiondoa ufahamu walijaribu kuichoma hii shule. Kitu cha ajabu sana. Kwa hiyo nitoe wito kwa Watanzania wenzetu. Miundombinu hii ni yetu sisi sote. Swala la kutaka kuiteketeza si swala ambalo linaweza likapokelewa na mtu yoyote. Sasa unakuja kuchoma shule kama hii ili iweje? Alafu wewe sijui utakuwa ni wa Tabata, sijui utakuwa ni wa wapi, kwa sababu hii huduma inatolewa kwa wananchi wa hapa wa Tanzania, wa Tabata hapa, wa Ilala, wa Dar es Salaam. Lakini kwa nini tufanye mambo kama haya? Maganya amekagua ujenzi wa kituo cha polisi cha kata ya Mchikichini na kusema kuwa kituo hicho kitakuwa mwarobaini wa kudumu wa changamoto za kiusalama zinazowakabili wakazi wa eneo hilo. Amesema kukamilika kwa ujenzi wa kituo hicho kutaimarisha ulinzi na usalama kwa wananchi pamoja na mali zao, kuongeza ukaribu kati ya jeshi la polisi na jamii na kuwezesha utoaji wa huduma za kiusalama kwa haraka na ufanisi zaidi. Kituo hiki kitakamilika hivi punde. Nimeambiwa by mwezi wa 9 kitakuwa kinaanza kazi, na nimemwelekeza mkuu wa wilaya na mkurugenzi wake kuhakikisha kwamba vifaa tiba na mahitaji yote yanayotakiwa kwa ajili ya uanzishaji wa huduma hapa ifanyike mara moja. Wananchi mna kiu ya huduma ya afya na mngependa mpate huduma kama inavyotakiwa. Na nimewaelekeza mkuu wa wilaya na mkurugenzi wa jiji kuhakikisha kwamba pana kuwepo na dirisha maalum kama sera inavyotaka la kuwahudumia wazee. Kitasaidia sana kwa sababu tuna wafanyabiashara wengi Mchikichini. Kuna soko la Mchikichini, kuna watu wa bodaboda, kwa hiyo wengine wanatokea Kigamboni, wengine wanatokea Ubungo, anaweza kupata homa ya ghafla. Kwa kituo hiki kitawasaidia watu wengi sana walio Ilala, walio Mchikichini na nje ya Mchikichini. Pia itapunguza msongamano kwenye hospitali yetu ya mkoa ya Amana. Mafanikio ya kituo hiki na katika kata yetu ya Mchikichini, si tu katika kata ya Mchikichini, maeneo yote ambayo yanazunguka kata ya Mchikichini, jimbo la Ilala, Kigogo, Temeke, itapunguza ile hadha ambayo tulikuwa tunatoka hapa, umbali wa kutoka hapa Mchikichini kwenda Mnazi Mmoja, umbali wa kutoka hapa kwenda Gerezani, umbali wa kutoka hapa kwenda Bungoni. Lakini kitahudumia, tulisikiza mkandarasi akisema kwamba kitahudumia takriban ya watu 300,000. Maana yake ukisema watu 300,000 tunaongelea ni zaidi ya kata Mchikichini tu, zaidi ya kata 10 ambazo ziko kwenye jimbo letu la Ilala.